Ndugu wanahabari, sote tunatambua kwamba amani na mshikamano katika taifa lolote ni utajiri mkubwa kuliko dhahabu, almasi, vito na kadhalika. Hivyo, kila Mtanzania anayo dhamana kubwa ya kuvilinda vitu hivyo kwa gharama yoyote ile bila kujali itikadi zetu za dini wala kisiasa. Ndugu wanahabari, tarehe 29 Oktoba 2025 ni siku ya kupiga kura kwa ajili ya kumchagua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani kwa upande wa Zanzibar. Kura zitaanza kupigwa tarehe 28 Oktoba 2025 na kuhitimishwa tarehe 29 Oktoba. Tukio hili ni muhimu sana na la kihistoria katika taifa letu. Ni muhimu sana. Pamoja na mambo mengine, tutakwenda kuchagua viongozi bora na sio bora viongozi. Ni wasihi wa Tanzania wenzangu, tudumishe amani na mshikamano wetu tulionao. Ndugu wanahabari, tangu tuanze kampeni za uchaguzi, hatujasikia matatizo yoyote juu ya uendeshaji wa kampeni zetu. Hii ni kutokana na amani na mshikamano tulionao tukiwa Watanzania. Utulivu huu haupo kwa bahati mbaya, bali unatokana na misingi bora ambayo imewekwa na viongozi wetu wa kisiasa na wanaosimamia uchaguzi wenyewe. Nikimaanisha ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kongole na hongera kwao. Ndugu wanahabari, miongozo ambayo amekuwa akitoa kwetu msajili wa vyama vya siasa, ushirikishwaji wa masuala kuhusu uendeshwaji wa vyama vya siasa na misingi yake imekuwa kichocheo na dira kwetu. Malezi yake yamesababisha kampeni za awamu hii kuwa tofauti na zile zilizopita kwa sababu zimekuwa zinaenda kidiplomasia, na mmeona wenyewe kwamba tunashindana kwa hoja, kila mmoja akinadi ilani ya chama chake. Hakuna tena matusi, kutukanana wala kudhalilishana. Hatusikii tena wagombea kwa mgombea wakigombana au kulumbana. Haya ni matunda na matokeo ya mlezi wa vyama vya siasa, ndugu Jaji Francis Mutungi. Sisi tunampongeza sana. Lakini ndugu wanahabari, kama mnavyoona, pamoja na kazi zote zinazofanywa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na taasisi nyingine za serikali kuhakikisha amani na mshikamano vinadumu kwetu sisi wanasiasa, bado kuna viashiria ambavyo kwavyo havina tija kwa taifa letu. Kuna baadhi ya watu wanafanya chokochoko na kusababisha taharuki kwa Watanzania. Wanahamasisha kutotii sheria, kutotii katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupandikiza chuki kwa Watanzania ili kuyumbisha msimamo wa dola. Pamoja na hayo yote, serikali inaongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan haijateteleka hata siku moja. Kama Watanzania, hatuna budi kujivunia rais huyu kwa kuwa ana misimamo thabiti, hayumbishwi wala hapelekeshwi. Maana ingekuwa ni mtu mwingine, sasa hivi hali ingekuwa tete katika taifa letu. Lakini tunaona uimara wake na uthabiti wake. Hii itupe hamasa kwamba na itufurahishe kuwa tunaye rais asiyeyumbishwa. Lakini kwa misukosuko kadha wa kadha yanayoendelea na umahiri wake, sisi tunampongeza kwa hilo, kwa kusimamia taifa letu na kuhakikisha amani inaendelea kuonekana. Ndugu wanahabari, sisi NCCR Mageuzi, ilani yetu, ajenda ya kwanza ni muafaka wa kitaifa. Katika ilani yetu hii, ajenda nambari hii 1, tunaamini kuwa msingi wa amani na mshikamano ni muafaka wa kitaifa kwa kuwa na maridhiano ya pamoja na kujenga taifa letu. Tutapata haki na usawa kama ilivyokuwa kwenye kubadili baadhi ya sheria na kanuni za uchaguzi kwa pamoja. Vyama vya siasa vilishikamana na kupendekeza marekebisho madogo na ya msingi kuelekea uchaguzi mkuu 2025 kwa kuwa serikali ni sikivu ili yazingatia yote, na matokeo yake tunaendesha kampeni zetu kwa amani, na katika kudhibitisha hilo hadi sasa hatujaona pingamizi lolote lile. Hii inatupa amani kama chama kuwa haki itatendeka na kila atakayeshindwa atatangazwa. Kwa jambo hili tunaipongeza Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi chini ya mkurugenzi wake Ramadhani Kailima. Ndugu wanahabari, tulivyoamua kwa ridhaa yetu wenyewe kushiriki uchaguzi huu, basi hatutamani wala hatutaki kuona ukivurugika wala vichocheo vyovyote vya kuleta taharuki katika taifa letu
vya kuleta hofu kwa wapiga kura wetu siku hiyo ya uchaguzi. Tunapinga maandamano ya aina yoyote ile isipokuwa maandamano yetu sisi mtayaona kwenye masanduku ya kupigia kura tu basi. Kwani tutajitokeza kwa wingi ili kupiga kura kusudi tukalete mabadiliko na mageuzi ambayo sote tunayataka kama taifa. Hakuna maandamano tofauti na hayo, kwa sababu tunataka amani, tunataka umoja na mshikamano wa taifa letu, na tunataka kuwa Watanzania ambao ni wazalendo wanaotii sheria bila shuruti. Kwa hiyo niwaombe Watanzania wenzangu, kwa umuhimu huo chama chetu kupitia kwenu kinaomba kura zenu tarehe 29 Oktoba mkaichague NCCR Mageuzi kwa ngazi zote, ili mpate mageuzi mnayoyataka na mabadiliko ambayo Watanzania wamekuwa wakiyapigia kelele siku zote. Asanteni sana.